Lakini hata hivyo yaliyotokea siku ya uchaguzi mkuu tarehe 29 yalikuwa mambo mabaya sana. Ni mambo mabaya sana kwa taifa letu, na yalisababisha maafa makubwa sana, na hii ikiwa ni mara ya pili kwa taifa letu kukumbwa na maafa ya vifo na uharibifu katika uchaguzi mkuu baada ya maafa kama hayo kutokea kwenye uchaguzi mkuu kule Zanzibar mwaka 2001. Na tuwapole kwa dhati kwa Watanzania wote waliokumbwa na maafa yale, hasa kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, waliojeruhiwa na zile familia zilizosababishiwa umasikini wa mali zao kuporwa na kuharibiwa. Tunapigania maisha. Hatuwezi kuwa sehemu ya kuwafanya watu kuwa masikini badala ya kuwa matajiri. Tumeguswa kama chama na tumesikitishwa sana. Tumesikitishwa kweli kweli, na kwa kuwa kuna tume ya rais iliyoundwa na inaendelea na uchunguzi ili kujua nini hasa kilifanyika, sitapenda sana kujadili yaliyotokea siku hiyo na siku zilizofuata, kwani tayari chama chetu kimeshakutana na tume hiyo na kuwasilisha maoni yake, na hivyo tutaendelea kusubiri majibu na ripoti ya tume kuhusu uchunguzi wake, tena kwa tahadhari kubwa sana. Niwaambie ndugu zangu, kama chama tumekwenda kuwasilisha maoni yetu. Hatujafurahishwa na yaliyotokea na tumetoa maoni yetu, na kwa kuwa sasa tume ile inaendelea na kazi, ni imani yetu sasa, hebu tusubiri. Kama kuzungumza, tutazungumza baada ya tume kutoa ripoti yake, na tunaisubiri kwa tahadhari. Kwa nini tunaisubiri kwa tahadhari? Kwa sababu ni imani yetu kwamba tume ile itaenda kufanya kazi kwa weledi, kwa haki, pasi na kumwogopa mtu yoyote, wa cheo chochote, wa daraja lolote, wa kabila lolote, wa umri wowote, sio tu kuzuia na kurekebisha yaliyotokea tarehe 29, bali tusingependa taifa letu lipitie kwenye historia kama ile tena katika uhai wa taifa hili. Lakini hata hivyo yaliyotokea siku ya uchaguzi mkuu tarehe 29 yalikuwa mambo mabaya sana. Ni mambo mabaya sana kwa taifa letu, na yalisababisha maafa makubwa sana, na hii ikiwa ni mara ya pili kwa taifa letu kukumbwa na maafa ya vifo na uharibifu katika uchaguzi mkuu baada ya maafa kama hayo kutokea kwenye uchaguzi mkuu kule Zanzibar mwaka 2001. Na tuwapole kwa dhati kwa Watanzania wote waliokumbwa na maafa yale, hasa kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, waliojeruhiwa na zile familia zilizosababishiwa umasikini wa mali zao kuporwa na kuharibiwa. Tunapigania maisha. Hatuwezi kuwa sehemu ya kuwafanya watu kuwa masikini badala ya kuwa matajiri. Tumeguswa kama chama na tumesikitishwa sana. Tumesikitishwa kweli kweli, na kwa kuwa kuna tume ya rais iliyoundwa na inaendelea na uchunguzi ili kujua nini hasa kilifanyika, sitapenda sana kujadili yaliyotokea siku hiyo na siku zilizofuata, kwani tayari chama chetu kimeshakutana na tume hiyo na kuwasilisha maoni yake, na hivyo tutaendelea kusubiri majibu na ripoti ya tume kuhusu uchunguzi wake, tena kwa tahadhari kubwa sana. Niwaambie ndugu zangu, kama chama tumekwenda kuwasilisha maoni yetu. Hatujafurahishwa na yaliyotokea na tumetoa maoni yetu, na kwa kuwa sasa tume ile inaendelea na kazi, ni imani yetu sasa, hebu tusubiri. Kama kuzungumza, tutazungumza baada ya tume kutoa ripoti yake, na tunaisubiri kwa tahadhari. Kwa nini tunaisubiri kwa tahadhari? Kwa sababu ni imani yetu kwamba tume ile itaenda kufanya kazi kwa weledi, kwa haki, pasi na kumwogopa mtu yoyote, wa cheo chochote, wa daraja lolote, wa kabila lolote, wa umri wowote, sio tu kuzuia na kurekebisha yaliyotokea tarehe 29, bali tusingependa taifa letu lipitie kwenye historia kama ile tena katika uhai wa taifa.